Tunapoitekeleza haya maendeleo, ili yawe maendeleo kwa watu, dira yake nyingine ni muhimu tukafuasi mkoa wetu wa Dar es Salaam after 30 years to come, ili haya maendeleo tunayoyafanya yasiwe maendeleo ya muda mfupi, kwa sababu tunapozungumzia corruption tutakuja kuingia kwenye kipengele hicho. Nadhani pia ni muhimu kuangalia matumizi ya pesa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo vis-a-vis miradi hiyo inaweza kudumu kwa muda gani. Kama unaweza kujenga leo barabara ambayo baada ya miaka 4 tunaibomoa, maana yake hiyo inaweza isiwe tofauti na corruption, inaweza isiwe tofauti na kutokuwajibika. Kwa tunapokuja kuangalia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, wanasema a good leader ni yule anayeweza kuiona taasisi yake miaka mingi baadaye, a decade or even 2 decades. Sasa kama unaongoza taasisi na huwezi kuwa na hizo anticipations za kuweza kuangalia taasisi yako inaweza ikawaje in 10 to 20 years, maana yake hata policy unazoziunda zitakuwa sio hai kwa muda wa miaka 10. Kwa hiyo tutakuwa tunaita taasisi ya uzimaji moto na kutumia resources nyingi za wananchi kwa hasara. Kwa mfano, hapa Dar es Salaam kwa muda huu tuna traffic ya magari mengi sana. Yenyewe magari tu yanapita mara kwa mara kwenye barabara, lakini pia tuna aina ya magari makubwa na ubebaji wa mizigo mikubwa. Inawezekana wenzetu wa TARURA au TANROADS, let's say au TARURA, kwenye ujenzi wa barabara wakawa wana bajeti yao ya kujenga barabara kwa surface dressing, ambayo barabara hiyo inawezekana pia katika bajeti hawana pengine hata hela ya kujenga mitaro ya maji. Surface dressing hii tunayoijenga vis-a-vis traffic ya magari iliyopo na mizigo yake, barabara hii haitadumu zaidi ya miaka 3, itakuwa imekwisha haribika, kwa kumaanisha kwamba resources ya fedha tulizozitumia zitakuwa almost tulichukua tukaitupa kwenye dampo in 3 years. Kwa tunapozungumzia maendeleo ya watu, tusije tukasahau kipengele cha watu wanaoweza kuwepo na tukawaona hata kwa miaka 30 ijayo. Kwa hiyo leo tuko hapa ili moja kusaidiana kwamba lazima tunapofanya maendeleo yetu sisi kwa watu, maendeleo yetu yasomane. Kwa mfano, unakuta hapa ipo hospitali, kwa pembeni imejenga mochwari, halafu pembeni ya mochwari pana makazi ya watu. Sasa huyu mtu akisikia watu wanalia baada ya mwenzao kufariki, na bahati mbaya yeye alikuwa anaumwa kwa usiku huo, anakata matumaini. Mifumo ya maendeleo kwa watu, mochwari mnaihitaji, tuhitaji, tunahitaji mochwari, ni maendeleo kwa watu. Lakini je, ipo maeneo sahihi? Mfano mwingine, leo tunapiga kelele na masuala ya makelele yanayozidi kwenye mabaa huko pembezoni. Je, tunazuia watu kunywa pombe? Hatuzuii. Lakini mifumo inasomanaje? Chini umetoa kibali cha kujenga nyumba za makazi, on the spot umetoa kibali cha baa kukesha masaa 24. Yote ni maendeleo kwa watu. Nyumba tunazipenda, hizo 10 za starehe tunazipenda. Je, mifumo hii imesomana haijasomana? Jamani, imesomana haijasomana? Haijasomana. Kwa hiyo umuhimu wa kikao hiki ni pamoja na kuthibitisha kwamba mifumo lazima ifanane.
Lengo la warsha hii ni kupata taarifa ya miradi iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha tunaoanza wa 26/27 na kwa ajili ya kutengeneza mkakati wa ufuatiliaji wa pamoja katika maeneo mbalimbali ya wadau ambao tumewaalika hapa, ambao miradi inatekelezwa katika maeneo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunalenga kupata taarifa ya fedha zinazoingia kwa ajili ya miradi husika na iliyopangwa kutekelezwa au inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupata usimamizi wa pamoja na utekelezaji unaozingatia thamani ya pesa na ubora wa mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la warsha hii ni kuweza kwa pamoja katika mwaka wa fedha 2026/2027 taasisi zote husika zinazotekeleza miradi ya maendeleo ziweze kuwa zinawasilisha taarifa ya utekelezaji wa miradi kila inavyowezekana kwa ajili ya tathmini na ufuatiliaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi zote ambazo zinatekeleza miradi ya maendeleo ya kimkakati katika mkoa wako pamoja na miradi inayohusisha michezo ambayo itafanyika mwakani AFCON ziweze kuwasilishwa kwa ajili ya utekelezaji kwa kila robo ya mwaka, zikionyesha hatua zilizofikiwa, changamoto zilizojitokeza na hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa kwa pamoja katika ukamilishwaji wa miradi hiyo, lengo likiwa ni thamani ya pesa, ubora wa mradi na ukamilishwaji kwa wakati. Lengo la kukusanyika hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuweza kuyajenga kwa pamoja, kujadili kwa pamoja ni namna gani nzuri ya kuweza kuyatekeleza hayo yote tuliyoyaeleza hapo juu kwa pamoja na kwa ufanisi zaidi. Kama unavyofahamu, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imejikita zaidi katika uzuiaji. Kwa hiyo kwa maana ya warsha hii, lengo kubwa ni uzuiaji ambao utaweza kwa pamoja kufanyika katika ufuatiliaji wa miradi. Kama tunavyofahamu, Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali yetu ina komiti pesa nyingi sana kwenye miradi ya maendeleo. Sasa kwa pamoja tukikaa hapa tukajadili namna ya utekelezaji mzuri wa maendeleo, tutaweza kuokoa pesa nyingi sana ambazo aidha zingeweza kupotea au zingeweza kusababisha miradi kutekelezwa kwa kiwango cha chini au zingeweza kusababisha thamani ya pesa isionekane. Pamoja na wadau hawa tutaweza kufikia mwafaka mzuri na makubaliano ambayo yatatusaidia katika utekelezaji wa hayo yote tuliyoyaeleza.